Hii ndio inaitwa mmoja baada ya mwingine. Scouting ya Yanga imeshaanza kufanya kazi, na ndio maana pia uchambuzi tumeshaanza kupata mapema tu na kuanza kufuatilia kwamba inaonekana klabu ya Yanga kwa msimu unaokuja wamepania kwa asilimia zote, kwamba wakiamini kwamba inabidi wapate wachezaji wenye quality ya hali ya juu. Sasa ni kufahamishe mchezaji huyo ambaye tayari katika ligi ya Guinea, ama pia katika ligi ambayo alisha kuchezea pia katika ligi ya Morocco. Huyu anaitwa Fofana Ibrahim ambaye yupo katika timu ya taifa ya Guinea, ambaye pia amekuwa akifanya vizuri na amekuwa akicheza nafasi mbili kama kiungo mshambuliaji, lakini pia ana uwezo pia wa kucheza kama striker. Yani huyu mwamba naweza nikasema katika idara ya mbele ni kama amekamilika, yani kucheza kama namba 10 na kucheza kama namba 9, na ana uwezo wa kutokea pembeni. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ni kama ana vitu vya kutushawishi ama kuona kabisa kwamba tunastahili kumpokea katika ligi ya Tanzania ya NBC. Lakini mpaka hivi sasa tetesi za usajili ama scouting ya Yanga iko makini, inafuatilia na wanaendelea. Hii nimekwambia inaitwa mmoja baada ya mwingine mpaka apatikane wa kuweza kuipa raha wana Yanga ama wananchi. Ni kwamba wameendelea kuhakikisha kabisa kwamba msimu unaokuja, yani target kubwa ni kwamba Yanga inataka iweze kufikia malengo ya kufika fainali ya kombe la klabu bingwa. Hiyo imekuwa ni target kubwa sana, kwa ni lazima upate wachezaji wenye quality ya hali ya juu, na huyu mwamba amekuwa na quality bora, na hata katika ligi ya Guinea pia amekuwa katika ukinara mzuri wa kuwa na assist nyingi na hata pia ufungaji mabao. Kwa hiyo kiwalisia katika zile takwimu za yeye kuweza kufunga na hata assist, unaona kabisa kwamba Fofana Ibrahim endapo akapata nafasi, na kama itakuwa imeweza kuwavutia ofa klabu ya Yanga, huenda ikawa ni rahisi na tukaona matunda yake ndani ya kikosi cha wananchi, kwa sababu kinachohitajika ni kwamba wachezaji wenye quality ya hali ya juu. Sasa sijajua je wataweza kubageni kwa wakala wa Fofana Ibrahim, ambaye pia nafikiri hatujajua je kwenye upande wa pesa yake ambayo imeweza kuwekwa mezani ama ofa yake, sijajua je itawaridhisha Yanga na itakuwa ni rahisi kwa Yanga kutia pesa, ama ndo ubairi ambao umekuwa ukizikosi timu zetu hizi mbili za Simba na Yanga, ndio maana tunajikuta tunapata wachezaji magarasa. Huu ni ukweli usiopingika. Cha msingi tukutane kwenye upande wa comment, ndugu msikilizaji na mdau wa channel ya Hatboy Media. Tukutane next time.